taarifa kuhusu hali ya mafuta na kwamba wasafirishaji hasa kwa mabasi ya mijini, daladala na mikoani wasipandishe nauli bila ridhaa ya LATRA, na pia ziko taratibu za kuzingatiwa nilieleza. Nafahamu pia kwamba kuna wasafirishaji wa mafuta kutoka kwenye vituo vinavyoingiza mafuta nchini, Dar es Salaam, Tanga na Mtwara kwenda mikoani. Pia ni sehemu ya wadau muhimu ambao lazima nao wasikilizwe. Ni gharama za usafirishaji. Ninachotaka kusema, katika bei za mafuta zinazopangwa na EWURA, gharama za usafirishaji wa mafuta zinazingatiwa kwenye hizo bei. Kwa hiyo kwa bei ambayo imetangazwa ndio imetufanya na sisi tuseme tuwasikilize wadau. Kwa sababu gani? Inawezekana mwezi ujao bei hizo zikawa juu zaidi ya zilizotangazwa mwezi huu, kwa hali ya vita vinavyoendelea kati ya Marekani, Irani na Israeli. Hiyo ikiwa ni sababu kubwa. Ninachotaka kusema na Watanzania wafahamu, sisi tuna kikokotoo ambacho tulikitumia kupanga bei ya mafuta, bei ya nauli za mabasi ya kwenda mikoani na mijini. Kikokotoo chetu hakionyeshi kwamba mafuta kwa sasa hivi inaathiri kwa kiasi kikubwa nauli, ila inawezekana baada ya mwezi mmoja kama bei hizi zitatofautiana au zitapaa tena, itaathiri bei ambayo tulitumia wakati wa kupanga nauli. Kwa hiyo yeyote ambaye anagoma sasa hivi kwa wasafirishaji atakuwa anatenda kosa. Na mnafahamu kwamba msafirishaji kama mimi hajaridhika na maamuzi yangu kama mdhibiti, utaratibu ni kwenda kulalamika kuhusu maamuzi yangu kwenye baraza jopo la mapitio, review panel. Kwa mujibu wa sheria, review panel itaishauri bodi yangu kwamba hii ni sawa au si sawa. Asiporidhika na maamuzi ya jopo la mapitio, anatakia kwenda kwenye baraza la ushindani, Taifa Fair Competition Tribunal. Hii ni kwa mujibu wa sheria. Kule kwenye Fair Competition Tribunal kule tunakwenda kama ni kwenye apili, kwenye rufaa, ambapo mimi nitapeleka kikokotoni hicho kitumia kupanga bei ya nauli ya sasa hivi ya mabasi. Na nataka kuambia kikokotoo changu kitawashinda. Sasa ni muhimu tuelewane. Kuna wanaogoma na hakika sio wamiliki. Wanaogoma ni wale madereva na makondakta. Ni kwa sababu ya mfumo ambao tumejiwekea, wanatuletea hesabu. Mmiliki anasema mimi nataka hesabu yangu. Kwa hiyo mmiliki, mimi nitafungia leseni ya magari yako kama umeamua kufanya kwa biashara. Kwa sababu mimi hesabu zangu hazionyeshi kama wewe unapata hasara sasa hivi. Hesabu zangu zinaonyesha unaweza ukaendelea kuwepo kwenye soko na hata mwezi huu ukaisha. Na ndio maana tunataka tukae ili tuweze kuangalia hali inayokwenda kuja. Mimi nimesema kama hawataleta hesabu nitaleta mimi, si ndio? Niambie, jana nimetaja vitu vya kuja navyo, waje navyo. Ila na mimi nitawaonyesha kwa mwezi huu wana survive bila shida. Sasa huu mfumo wa kwamba ulikuwa umeweka labda akuletea 100,000 wenye daladala yako ndio inakufanya wewe ushindwe kujua huyu kapata ngapi. Sasa tatizo yeye sasa hivi kile anachobakia nacho hapati. Kwa hiyo wao ama waamue kuweka mfumo, na sisi tukitaka tutawekea kwenye mfumo wa tiketi mtandao, na daladala zote zile kwenye tiketi mtandao. Iwe ni lazima sasa kwamba kama hutaki, yeyote atakayesimama sasa hivi kufanya huduma atamsimamisha leseni, lakini atarudi na mfungie tiketi mtandao ili mmiliki aone online hele zinazoingia ni shilingi ngapi. Vinginevyo hatutaweza kuachia Tanzania wapate shida, kwa sababu sisi tuna hakika wanaweza kusurvive kwa hesabu zetu. Kwa hiyo tuache migomo ambayo haina sababu. Na nilisisitiza jana tuzungumze, usigome. Hilo nafikiri ndio nitataka niwaambie sasa hivi.